nikuulize kitu. Hivi unaweza kuwa na mahusiano na upepo? Mama wa Nuru, una maana gani kusema hivyo? Yaani, je, unaweza kukumbatia upepo? Umezidisha mipaka. Unaelekeza starehe. Unasahau kafara. Na wewe, umepata wapi hizo hisia? Inachekesha sana. Ngoja nikuoneshe mfano. Hamna kitu. Asante. Na kama ukiendelea hivyo siku zote utabaki kuwa mweupe. Maisha gani haya? Ni kweli nilikuwa nahitaji utajiri, lakini sio kutesana kama hivi. Shit. Toba. Bwana. Walikuwa shatoa mali, hakuna tena mnyenyezo mzee baba. Huyu mama sio mtu mzuri kabisa. Sasa itakuwaje jinsi ya kutoka humu? Nachoka. Da. Anko, naona leo umeamua kunipikia chakula changu pendwa kabisa. Ndio, najua unachokipenda mko wangu. Ni kweli unaonesha unanijali anko wako Sana. Okay, hata Mungu mwenyewe pia anapenda watu kuelewana na kupendana na kusikilizana. Alafu anko, kwa nini na mimi nitafutie kazi nikawa na pesa nyingi kama wewe? Ni kweli unachoongea ni sahihi, lakini nilikuwa nimefikiria hivi karibuni nikupeleke chuo kusudi ukasome. Baada ya muda nadhani utaenda huko kazini unapopataka na utafanya hizo kazi unazozihitaji. Anko, shule tena na wewe hela unazo. Yaani hapo unatafuta tu unanipa milioni kadhaa naenda kufanya biashara. Shule tena. Wewe unapenda hela kama mama yako. Sawa, nitalifanyia kazi hilo. Nilikwambia usimsaidie mtu yoyote, lakini umeamua kunipinga. Maanake umeamua kufanya kitu ulichohitaji wewe kufanya. Kwa mantiki hiyo, umekwisha vunja mkataba na mimi. Sasa basi, yeyote anayevunja mkataba ni lazima ulipie. Nitachukua kila nilichokupatia: uwezo, nguvu, mali na heshima uliokuwa nayo. Lakini hiyo tu haitoshi. Kutokana umevunja mkataba pasina makubaliano kati yangu mimi na wewe. Sasa basi, ninakupatia maradhi. Na maanisha hutoona tena. Hapana. Hapana, naomba msamaha. Naomba usinipe adhabu hiyo. Adhabu unayotaka kunipa ni kali mno. Kutokuona tena ni adhabu ngumu mno. Naomba unisamehe. Naomba unisamehe.
Anko, leo lazima nikufunge leo. Unifungi. Go! Moja leo anko, nishakufunga moja. Nimekufunga moja. Subiri leo nimekwambia 10. Macho mbona yanawasha hivi? Vipi anko? Anko, macho yanawasha sana. Acha utani bana. Sijai kukutania hata siku moja anko wangu. Anko, sioni. Nini? Uoni? Anko, kweli sioni anko. Uoni anko? Acha kuchezea macho sasa. Labda tu vumbi limeingia machoni. Anko. Sasa ikae tulie. Uoni, kaa tulia kwanza. Naomba unipeleke ndani anko. Haya, twende ukalale, labda ukiamka utakuwa sawa. Mungu wangu. Nini tena anko? Yaani anko, nyumba tuliokuwa tunakaa, nyumba nzuri, full fence, saizi naona nyumba gofu haijaisha. Inawezekana vipi? Yaani sio inawezekana vipi, ninachokuona ndo ninachokuambia. Yaani hapa naangalia hamna nyumba, ni gofu, nyumba haijaisha. Tusije tukawa tumepotea ama tumemkanyaga mdudu Lugalo. Anko, mimi nyumbani napajua. Kwani ni mara ngapi nimetoka mimi nikarudi nyumbani? Mbona nyumba za majirani hazijabadilika? Hili swala linawezekanaje? Usije ukawa unanitania kwa sababu sioni. Mimi nimewahi kutania anko. Kwa hiyo una uhakika kabisa ni hapa na umekuta hakuna nyumba? Haki ya Mungu anko, mimi nakwambia hamna nyumba, hamna chochote. Oh my God. Yaani sijui na mkosi gani mimi. Nyumbani mama sijui aliko. Haya, nimekuja kwa anko tajiri leo nyumba hamna, malaoni. Yaani mimi nina shida gani, sijui na nuksi gani jamani. Anko, ni kweli ama unaweza ukawa unanitania? Anko, kweli mimi nakwambia kweli, tena hapa nyumbani kabisa. Hizi nyumba za majirani zetu mbona hazijabadilika sasa kama ndio hivyo? Inuka anko, twende. Tusije tukazalilika hapa watu wakituona. Sasa sisi tunaelekea wapi sasa? Na pia maisha yale yametakata.
naona mnahangaika sana, lakini hii yote umeataka mwenyewe. Ona sasa, umepoteza familia kwa sababu ya tamaa na kuhitaji mali kwa uharaka, lakini bado haujachelewa, kwani moyo wako ukiamua kutubu, basi naweza kukusaidia na kuona tena. Anko, kwani huyu ni nani? Mbona kila tunakoelekea anatutokea? Kwa kweli anko, ni stori ndefu sana yenye kusikitisha na yenye majozi. Ipo siku nitakuhadisia anko kuhusiana na huyu mtu na utamjua. Na vipi kuhusu mama yangu? Kiukweli anko, kuhusiana na mama yako, naye vile vile alikuwa ni mtu mwenye tamaa ya kupenda utajiri kama mimi nilivyo. Akakutana na huo mkumbo wa mama wa Nuru. Kwa hiyo ninachotaka kukwambia tu, mama yako hatupo naye, kwani alishafariki pia dunia. Nini?